Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unatarajiwa kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu pamoja na kumchagua naibu spika leo jijini Dodoma. Na uwanja wa KMC Complex uendelea kufanyiwa maboresho ili kuendana na viwango vya kisasa na kuhakikisha unakidhi mahitaji ya michezo mbalimbali. Na mtazamaji, karibu katika asubuhi njema ya Channel 10. Leo ni Novemba 13 mwaka 2025 na tunaanza na habari. Karibu sana. Wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanatarajiwa kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu pamoja na kumchagua naibu spika leo Novemba 13 kwenye kikao cha 3 cha mkutano wa kwanza wa bunge unaoendelea jijini Dodoma. Taarifa ya bunge iliyotolewa na Spika Mheshimiwa Musa Azan Zungu baada ya zoezi la kiapo cha uaminifu na ahadi ya uzalendo kwa wabunge zaidi ya 380 kukamilika imesisitiza kuwa dhamana waliopewa wawakilishi hao ni heshima wanayopaswa kuitumikia ndani na nje ya muhimili huo wa kutunga sheria nchini. Tumemaliza vizuri wote, sasa nyinyi mna hadhi ya kibunge kwa mujibu wa sheria. Na ubunge ni heshima. Jiheshimu mitaani, jiheshimu humu ndani, jiheshimu kwa wananchi wenu waliowaleta hapa. Alhamis, kazi tukifanya kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu, uchaguzi na kiapo cha. Uwakilishi wa makundi maalum katika bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umeongezeka, huku kwa mara ya kwanza kundi la watu wenye uziwi likipata mwakilishi wake, hatua inayoashiria kupanuka kwa ushirikishwaji wa makundi yote katika chombo hicho cha kutunga sheria. Nasria Nasr Ali ni mbunge wa viti maalum ambaye anawakilisha watu wenye ulemavu kutoka Zanzibar, akiweka historia ya kuwa mbunge wa kwanza kuwakilisha kundi hilo akiwa na changamoto ya uziwi, ambapo anaeleza kuwa shauku yake ni kuona makundi yote yenye uhitaji yanapata sauti bungeni. Ninatamani pia iwe hivyo, kila kundi liwe na mwakilishi, kwa sababu tunatofautiana mahitaji. Kila mimi kiziwi na mahitaji, albino na mahitaji yake, asiyeona ana mahitaji yake, walemavu wa viungo pia wana mahitaji yao. Kwa hiyo na mwaka huu tumejitahidi, kiziwi yupo, albino yupo, walemavu wa viungo wapo, wasioona pia ameingia yupo. Stella Ikopa ni mbunge mwenye changamoto ulemavu wa viungo. Anahimiza kuwa uwakilishi wa makundi maalum unapaswa kupewa nafasi kwenye kila sekta, ikiwamo vyama vya siasa. Baada sasa ya mchakato mzima wa uchaguzi, tumejikuta tuko wengi sana ndani ya bunge letu. Tunashukuru kwamba hakika wametuongeza. Kwa hiyo sauti ya watu wenye ulemavu inaenda kuongezeka ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia niendelee kutoa rai hata kwa vyama vingine, kwa sababu kuna nafasi ndani ya vyama, lakini kuna nafasi hizi za uwakilishi zikitengwa maalum kwa ajili ya watu wenye ulemavu, inakuwa ni rahisi watu wenye ulemavu kupata nafasi hizi. Mimi Marita Gido Kivunge na hapa. Katika bunge hili pia wanawake wa bunge wa kuchaguliwa wameongezeka, hatua inayoashiria mwamko mpya wa ushiriki wa wanawake katika siasa za majimbo. Na kikubwa ni kusimamia yale ambayo tumeahidi, kuhakikisha kwamba maendeleo yanaendelea kupatikana. Kwa mimi kama mbunge niliahidi kwa na mfuko mahususi wa kugusa hayo makundi ambayo yanahitaji mikopo midogo midogo kuuza karanga. Watanzania, ninachoweza kukisema na hususan ni jimbo langu la Hana, tunachokihitaji ni maendeleo. Tunachokihitaji ni maisha. Hakuna maendeleo yasiyokuwa na amani na utulivu. Mimi Riziki Silas Chemdoe. Wabunge wote walioapa wametoa ahadi ya kulitumikia taifa kwa uadilifu na kutimiza matarajio ya wananchi waliowachagua. Nategemea kuona dira ya 2050 ikajibu changamoto za wananchi, na hasa kwenye eneo la kilimo. Na mimi tatizo la vijana, la ajira kwa vijana litakuwa tumelibaliza kupitia sekta ya kilimo. Jimbo la Madaba ni wakulima na hususa wa mahindi. Tutaendelea kupambana kuhakikisha soko la mahindi linapatikana, watu walipwe kwa muda mwafaka. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Na mtazamaji wa Channel 10, na ifuatayo sasa ni taarifa kutoka idara ya mawasiliano ya Ikulu Zanzibar ambayo imetolewa siku ya jana kwenda katika vyombo vya habari, ambayo inaeleza kwamba Rais Dr. Mwinyi kutangaza baraza jipya la mawaziri. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi atatangaza rasmi baraza jipya la mawaziri katika hafla fupi itakayofanyika kesho, yani leo tarehe 13 Novemba 2025 Ikulu Zanzibar kuanzia saa 4 asubuhi.
Hafla hiyo itahudhuriwa na wahariri na waandishi wa habari kutoka vyombo mbalimbali vya habari, ambapo Rais Dr. Mwinyi atalitangaza kwa mara ya kwanza baraza hilo pamoja na wizara zake. Aidha, hafla hiyo itarushwa mubashara na vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini. Aidha, Rais Dr. Mwinyi anatarajiwa kueleza maelekeo na dira kuu ya uongozi wa baraza jipya katika kutekeleza vipaumbele vya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ambavyo vitajikita katika uchumi wa bluu, uwekezaji, huduma za jamii, miundombinu pamoja na maendeleo jumuishi kwa wananchi. Sambamba na hayo, baraza la mawaziri wateule wataapishwa Jumamosi tarehe 15 Novemba mwaka huu saa 8 mchana katika viwanja vya Ikulu Zanzibar. Hafla hiyo ya uapisho ni hatua muhimu katika kuanza rasmi safari ya kipindi cha pili cha serikali ya awamu ya 8. Viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa jijini Tanga wameahidi kuendeleza hali ya utulivu na amani kwa wananchi kutokana na desturi ya ustaarabu wa watu wa mkoa huo. Wakizungumza na waandishi wa habari, wadau hao wa vyama vya siasa wamesisitiza juu ya umuhimu wa amani kwenye jamii, mkoa na taifa kwa ujumla. Tanga hatuna maandamano. Kwa nini hatuna maandamano? Ushahidi ni baada ya tarehe 29. Hakutokea rabsha zozote, hakutokea vurugu yoyote. Kuna kinachozungumzwa cha tarehe 9 mwezi wa 12, siku ambayo ni uhuru wa Tanganyika. Kuna baadhi wanasema kutakuwa kuna maandamano, kuna baadhi wanasema Tanga mmejipangaje. Mimi niseme tu kwamba sijajua maeneo mengine, lakini kwa mkoa wa Tanga, mimi ni msemaji wa vyama vya siasa katika nafasi ya ukatibu, hakuna maandamano wala viashiria vyovyote mpaka sasa, ndugu waandishi, vinavyoitwa maandamano katika mkoa wa Tanga. Sisi tulishakuwa mabalozi kuhusu amani. Mimi ninachowaomba twende tukawashirikishe vijana wetu au kuzungumza nao kwamba habari za maandamano tuachane nao. Tuwe na utulivu kuhusu Tanga, na chochote mtu utakachosikia kiashiria chochote kuhusu labda uvunjiko wa amani, watu watoe ripoti. Aidha, wakafafanua namna maisha yanavyotakiwa kuendelea baada ya uchaguzi kumalizika. Sisi vyama vya siasa ni kuangalia maisha ya watu, kwa sababu tunapoleta mimi sikubali au sijui haikuwa hivi, huyu kafanya hivi, tayari pale tumeshaleta migogoro ndani ya mkoa wetu. Sasa hivi tutaendelea na wembe, sisi ni ule ule wa kuimarisha salama na amani katika mkoa wetu wa Tanga chini ya mkuu wa mkoa wetu Dr. Batista Buriani. Unajua sisi ni vioo, na kioo mtu kile unapojitizama ndio unachokiangalia kwamba hali yake inakuwa namna gani. Kwa hiyo wahakikishie watu kwamba tunaendelea na wala wasiwe na wasiwasi, na kama tunavyokwenda katika hii amani tunaokwenda nayo, basi iendelee kufanya nini? Kuwepo watu wetu wa mkoa wa Tanga na jimbo la Tanga, kwamba kama walivyovumilia au kama mtu anaona kwamba ana kitu anachokinani, sisi ndio wawakilishi wao. Kutoka Tanga, Haraya Kipingu, Channel 10. Zaidi ya hekari milioni 1 zinazotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo mkoani Mara zinatarajiwa kupimwa afya ya udongo na kujua mazao gani yanayofaa kulimwa katika maeneo hayo pamoja na mbolea itakayotumika. Kauli hii inatolewa na mkurugenzi wa matumizi ya ardhi kutoka Wizara ya Kilimo nchini, Mhandisi Juma Mdeke, ambapo amesema takriban hekari milioni 1 zinatarajiwa kupimwa afya ya udongo nchi nzima pamoja na kuona mazao yanayofaa kulimwa katika maeneo husika na kupata mbolea rafiki na ardhi hiyo. Na katika zoezi hilo timu itafanya kazi kwenye eneo la mkoa mzima ambalo tunategemea kufikia zaidi ya hekari milioni 1 ambazo zitapimwa afya ya udongo. Zoezi hili linatarajiwa kuwa na matokeo ambayo yatatusaidia kupata tokeo la kwanza ni kupata rutuba ya udongo ya nchi nzima, na matokeo ya pili ni kuona mazao gani, suitability, mazao gani yanafaa kulima kwenye maeneo gani, lakini tatu ni kusaidia kwa ajili ya kutengeneza matumizi ya mbolea kutokana na afya ya udongo ya maeneo husika. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amesema zoezi hilo litasaidia wakulima wengi kuachana kilimo cha kubashiri na sasa kurejea katika kilimo cha kisasa. Baada ya tafiti hizi na maelekezo yatakayotoka, ninaiona Mara mpya, Mara yenye neema sana katika kilimo. Tuanze kubadilika, tulime mazao yetu kwa kufata ushauri wa wataalamu
na kwa kuzingatia tunasema kanuni za kilimo bora, kilimo chenye tija ya uhakika na kilimo ambacho mkulima akiingia shambani anajua kabisa kwamba anakwenda kulima na kupata. Tayari mikoa 10 hapa nchini imeshapima udongo wake na zoezi litadumu kwa takribani miezi 2 hadi 3. Musa Makari, Channel 10, Mara. Katika kutimiza ajenda ya serikali ya kuongeza matumizi ya tehama na kukuza uchumi wa kidijitali, shirika la mawasiliano Tanzania TTCL linalenga kuhakikisha kila nyumba, ofisi na maeneo ya biashara hapa nchini yanakuwa sehemu ya mageuzi kwa kuwaunganisha na huduma za mawasiliano ikiwemo fiber mlangoni. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na meneja promosheni kutoka TTCL Janet Maeda wakati alipokuwa akizungumzia huduma mpya iliyozinduliwa na shirika hilo kupitia fiber mlangoni kwako ijulikanayo kama T-Fiber Triple Hub, kifurushi ambacho kimebuniwa kwa mahitaji ya familia kwa maana ya nyumbani, biashara na ofisini. Amesema kifurushi hichi cha fiber mlangoni mwako, yani T-Fiber, kimelenga kuunganisha Watanzania kwa njia rahisi na bora kupitia huduma 3 ambazo ni internet isiyo na kikomo, huduma ya simu ya mezani na huduma ya simu ya mkononi inayomwezesha mteja kupata vifurushi vyenye GB na dakika za kutosha na anayeweza kuwaunganisha jamaa wengine popote alipo. Faida kuu za kifurushi hichi ni kifurushi kwa wateja wote. Kifurushi hiki ni kwa wateja wapya waliopo wanaweza kufurahia huduma hii. Faida nyingine ni urahisi. Huduma zote 3 zinapatikana kwenye kifurushi kimoja. Bili moja, unapata huduma 3 kwa mpigo popote ulipo. Gharama nafuu katika kifurushi hichi tunakitoa kwa gharama nafuu kabisa ambayo Tanzania yote anaweza ku-afford. Huduma ya kifurushi gharama nafuu ambayo inaweza kukupa uwezo wa kuhudumia internet bila kikomo ukiwa nyumbani, dakika ambazo unaweza tumia kwenye simu za mkononi, na pia inatumia huduma internet kwenye simu yako ya mkononi. Serikali mkoani Mtwara imechukua hatua madhubuti ya kuwezesha makundi maalum ya vijana, kina mama na watu wenye ulemavu kupata dhabuni serikalini za kutekeleza miradi mbalimbali, ambapo makundi hayo tayari yamejengewa uwezo wa kuomba dhabuni hizo kupitia mfumo wa manunuzi ya umma. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo, Katibu Tawala Mkoa wa Mtwara CPA Bahati Geuzi amesema kuwa zabuni nyingi zinatangazwa na serikali ambazo sio lazima zifanywe na makampuni makubwa. Hivyo amewaomba vijana, wanawake na makundi maalum kuunda vikundi na kujisajili ili kuweza kupata zabuni serikalini kupitia mfumo wa NeST. Nakumbuka tulisema 70% ya bajeti ni kwa ajili ya manunuzi mbalimbali, lakini katika ile 70%, 30% ni kwa ajili ya zabuni ambazo zinatakiwa ziende katika makundi maalum. Sasa utekelezaji wa 10% hii utaonekana endapo kila mmoja wenu atachukua hatua kwa kuunda vikundi vya kuanzia watu 5 hadi 20 na kukamilisha usajili kwenye mfumo wa ununuzi wa umma kwa njia ya kielektroniki ambayo mtaelezwa mfumo huo wa NeST. Hivyo nitoe rai kwenu kuhakikisha kuwa mnaunda vikundi hivyo na kujisajili. Kama tunavyoelewa kwamba ununuzi wa umma sasa hivi kila unachokifanya, kwa maana ule mzunguko wake wote unafanyika kupitia mfumo wetu wa NeST, ambao ni mfumo unaosimamia au unaotumika kwa ajili ya kuweza kuchakata shughuli zote hizo za ununuzi kuanzia hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho. Kwa maana tunawajengea uwezo, tunawajengea uelewa ili mwisho wa siku waweze kuwa tayari kuweza kuomba hizo fursa mbalimbali zinazotangazwa na serikali. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameishukuru serikali na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA kwa mafunzo hayo, kwani yameweza kuongezea elimu ya namna ya kuomba zabuni serikalini ambazo mwanzo walikuwa hawafahamu jinsi ya kuomba. Sasa leo tumpate elimu, tunajumuika ili tupate fursa kutoka upande wa serikali tukiwa tumiyaunda makundi. Kwa hiyo nimekuja hapa, nimepata kuelewa TIN namba ni nini, na namshukuru Mwenyezi Mungu nimepata kusaini kuandikisha pale kuhusu TIN namba na nimepata TIN namba leo. Kutoka mkoani Mtwara, Damarima, Channel 10.
Katika michezo, uwanja wa KMC Complex uliopo Mwenge jijini Dar es Salaam umeendelea kuwa miongoni mwa viwanja muhimu vinavyotumika kwa michezo mbalimbali, hususan soka kwa vilabu vya jiji hilo. Katika siku za hivi karibuni uwanja huo umefanyiwa marekebisho makubwa ya miundombinu ili kuendana na viwango vya kisasa na kuhakikisha unakidhi mahitaji ya michezo inayochezwa katika uwanja huo. Mara baada ya maboresho makubwa ambayo yamefanyika kwenye uwanja wa KMC Complex hapa Mwenge jijini Dar es Salaam, Channel 10 Michezo tulipata nafasi ya kuja kuzungumza na meneja kutueleza yapi ambayo yamekwenda kuongezeka kwenye uwanja huu na ni kwa namna gani, kwa namna moja au nyingine, yatakwenda kuboresha zile mechi za ligi kuu ya NBC ambapo kumekuwa kuna matumizi makubwa ya uwanja huu kutoka kwenye vilabu mbalimbali. Meneja anatueleza maboresho haya ni yapi na kwa namna gani yamekuwa na mchango mkubwa kwenye kuendesha uwanja huu kila siku. Kwa upande wa taa tumefika almost asilimia kama 99, kwa maana taa zimeshawekwa na zimesha testiwa kwa upande wake yeye kama mkandarasi aliyepewa tenda na yuko tayari. Kwa upande wetu sisi kama manispaa tunahangaikia masuala yetu ya kuwa na power yetu ya kuweza kuendesha hizi taa. Kwa maana kama unavyojua kanuni za FIFA na TFF na zote kwa ujumla haziruhusu kucheza mechi za usiku kwa kutumia umeme wa kawaida wa TANESCO. Lazima uwe na extra, yani umeme wa ziada ambao ni generator wa kujiendesha wenyewe. Utaratibu wake uko tayari, umeshakamilika na tenda imeshakuwa tayari. Muda wowote kuanzia sasa tutapata generator. Kauli yangu ni ile ile tu ya kwanza kwamba kuanzia nusu msimu ya huu unaofuata kwa maana Januari tutakuwa na mechi za usiku. Kwa upande wetu sisi kama management ya uwanja tutakuwa tuko tayari kwa maana kwa kila kitu. Ni takribani vilabu 5 vilivyopo hapa jijini Dar es Salaam vinakwenda kuutumia uwanja huu. Je, matumizi haya ni fursa ama ni changamoto? Meneja anatueleza zaidi. Hakuna changamoto kubwa kwenye namna kuzihodhi kwa sababu sisi wapangaji wa ligi. Wapangaji wa ligi ni TFF na bodi ya ligi. Wao wanajua namna gani ya kuschedule ratiba yao ili kila timu iweze kucheza kwa wakati. Kama unavyokumbuka msimu uliopita tulikuwa almost na timu kama 4 au 5. Tulikuwa na Young Africans, tulikuwa na Simba Sports Club, tulikuwa na ya KMC ambao ni wenyeji, tulikuwa na Young Princess, tulikuwa na Simba Queens, kwa maana almost kama timu 5. Na tulicheza mashindano yote bila kutetereka. Kwa hiyo hata msimu huu pia tunaweza kucheza timu zote ambazo zitakuwa tayari kwa ratiba itakayopangiwa katika uwanja wa KMC Complex. Kutoka hapa kwenye viunga vya KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam, mimi ni Salum Pelembo na hii ni Channel 10 Michezo. Taarifa ya Salum Pelembo, mtazamaji, inatuhitimishia habari ya asubuhi njema. Endelea kutazama Channel 10.